Urambo ninyi ni mashahidi leo. Toka tumewasha hiki kituo hatuna taarifa ya fida ile kukatika hata mara moja. Inawezekana kuna siku itatokea, lakini nataka niwahakikishie kwamba uwepo wa kituo hiki utahakikisha kwamba Urambo pamoja na Kaliua mnakuwa na umeme wakati wote bila matatizo, na tumejipanga kuwapeni huduma iliyo bora. Kaeni mkao wa kula. Uamuzi wa kujenga kituo hiki uliofanywa na serikali hapa Urambo ni moja ya jitihada nyingi za serikali za kutokomeza matatizo ya umeme hapa nchini. Hivyo utaifanya Tabora kunufaika na huduma ya umeme na Tabora kuwa chanzo cha umeme kwa mikoa miwili mikubwa. Hivyo utaifanya Tabora kunufaika na huduma ya umeme na Tabora kuwa chanzo cha umeme kwa mikoa miwili mikubwa. Niambiwa hapa kuwa tunaendelea kujenga laini nyingine itakayotoka hapa Urambo iende Nguruka mpaka Kidawe, zaidi ya kilomita 395. Tunataka watu wa Kigoma wapokee umeme kutokea Tabora. Tungetaka pia wananchi wa Katavi nao wapokee umeme kutokea Tabora. Ndio maana mnaona baada ya kutoka Tabora kuna kituo cha Ipole, kitoka Ipole unakwenda Inyonga, kutoka Inyonga unakwenda Mpanda, kilomita 385 tunakamilisha, na tunakusudia itakapofika mwezi wa 5 mwishoni, kwa sababu tulikuwa tumeahidi mwezi wa 12 mwaka wa jana kwamba tutapeleka gridi ya taifa Katavi. Tulikwama kwa sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza, hali ya hewa, mnajua mvua ziliongezeka zikafanya kazi ya ujenzi chelewe. Lakini la pili, ilibidi tuimarishe kituo chetu cha Shinyanga kwa kuongeza transformer nyingine mahali tunakopokelea umeme kwa ajili ya mikoa hii. Kazi hizi zote zimekamilika, na sasa Katavi itakapofika mwisho wa mwezi huu wa 5 kwenda mwezi wa 6 tutazima majenereta Katavi, tuwapatie gridi ya taifa na wao